Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Iftar and Chill, karibu tena katika episode nyingine ambayo tunakuletea mengi na mengi zaidi. Hasa siku ya leo tunaongelea kuhusiana na Lailatul Qadr, na hapa ndani yetu tupo naye Khadija na pia tuko naye Sheikh Ali, na inshallah tutaweza kufahamu ni yapi ambao wameweza kutuandalia ili tuweze kujua au kuwa na ufahamu zaidi kuhusiana na Lailatul Qadr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam wa rahmatullahi ta'ala. Karibuni sana. Asante. Nashukuru kwa discuss this topic. Naam. It's one of the important topics for Hinduism. Mashallah, mashallah. So tukianza ni kwamba tunataka kufahamu Sheikh na Khadija, ni nini hasa Lailatul Qadr? Tufahamu kwa ufahamu nini. Tukianza na Khadija kabla tufike kwa Sheikh wetu, ndio atupe undani zaidi kuhusiana na swala hilo. Wewe unafikiria kuhusiana na nini na Lailatul Qadr? Lailatul Qadr kama tu sisi Waislamu wote uko nje vile ambavyo tunaijua ni mwezi, ni Lailatul Qadr, the name itself, like it's the night of decree, like which takes place in the month of Ramadan. Like hakuna any other place in Lailatul Qadr it take place other than the month of Ramadan, of which tunaambia we have to look for them or seek Lailatul Qadr in the last 10 days. That's according to the way I understand. Like it's a very heavy night, like ni a very powerful night yenye imebeba baraka yake, yenye Mwenyezi Mungu pia anakuanga ametuandikia mambo yetu. Yeah. Na mimi nikiongezea kabla kuishia mpira Sheikh ni kwamba alhamdulillah ni usiku ambao Waswahili wanakuambia ni usiku wenye cheo, ni usiku ambao uko na daraja kubwa sana. Kiamini hivyo ni usiku ambao sisi tunazidisha ibada, tunazidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni kwamba ni usiku ambao kila mtu anataka ile dua zake ambazo wako nazo zijibiwe, na ndio maana utakuta mtu anakazana kukesha. Akesha yani aseme mimi hii leo hii Bwana Mungu inafaa uniangalie. Uniangalie kwa sababu ukiangalia kila mtu anataka majibu ya dua zake. Na inshallah tukirudisha mpira kwa Sheikh. Naam, bismillahirrahmanirrahim. So sisi kama Waislamu kitabu chetu na kitu yenye ndio inatupatia guidance ni Qur'ani tukufu. Kabisa. Na for us ni kitu chenye kina umuhimu zaidi. Kitu yenye mtume alituachia. Sasa hata mtume mwenyewe katika haji yake ya mwisho inasemekana alitoa wasia. Akatu advice, akatuambia inni tarikum fikum muttaqilain ama taqalain. Nimewaachia vizito viwili. Ma intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Mkishikamana na hizi vizito viwili hamtawahi kupotea. Ya kwanza akasema kitabullah, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ya pili baadhi wanasema sunnati, lakini hadithi inasema chenye watu wanasema mimi sibishani nao ni maneno yao. Lakini cha mtume amesema wa itrati ahli baiti. Sasa tukishikamana na hizi vitu viwili tutakuwa tuko mbele sana. Sasa Qur'ani inasema nini kwanza kuhusiana na Lailatul Qadr? Qur'ani inasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Unaona sisi tutaongelea Lailatul Qadr, lakini Qur'ani inasema wewe utajuaje Lailatul Qadr? Sisi tumeishusha hii yani Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr. Lakini je, wewe unajua hata Lailatul Qadr? Lailatul Qadr ni bora zaidi kushinda usiku miezi 1000. 1000. Baadhi wanasema kuna tafsiri mbili pia za hizi 1000 month. Ya kwanza ni yenye kila mtu anajua, ni kuonyesha tu kadri ya kila usiku kukompare. Na katika baadhi ya hadithi tunasoma kutoka Imam Jafar as-Sadiq kama sijakosea, anasema hiyo 1000 yenye iko inaongelea kuhusiana muda enye Banu Umayya walikuwa katika serikali. Walikuwa for almost around 1000 months. Yeah, around kutoka baada Imam Ali, takriban baada Imam Hassan, yeah, mpaka takriban zama za Imam Jafar as-Sadiq 100 and something, around 70 years, 80 years. So anasema wakihesabu wanatoka hizo. Alaiha, that's not the topic for today. Katika Lailatul Qadr tunasikia kwamba fi in khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu. Malaika wanashuka wengi na kwa idadi kubwa.
wa ruh na ruh. Sasa ni kama kuna tofauti baina malaika na ruh, kwa sababu kama angekuwa hivyo Mwenyezi Mungu angesema tu malaika, tanazzalul malaikatu wa ruh. Mwenyezi Mungu sasa anasema tanazzalul malaikatu, malaika wanashuka nini na ruh. So definitely kuna tofauti, lakini sidhani that's the topic for today. Kweli. What is ruh? Who is ruh? Sasa kitu inatokezea nini? Wal malaikatu ruh fiha min kulli amr salamun hiya. Hii usiku huu wa Lailatul Qadr ni usiku wa peace, ni usiku wa usalama, usiku wa amani, hata matla'il fajr. Yes. Sasa baadhi watasema yani katika hizi siku Israeli haitapiga wa Palestinian bomb ama nini. Lakini hapana, hii kitu ni kitu ya kawaida kwa dunia. Sisi uhusiano wetu, peace yetu ni baina yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hiyo ndio ni peace ya ukweli. Unaweza kuwa ni peace ya nafsi, na inaweza kuwa ni peace gani enye wewe watu wako na opportunity ya kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu like hakuna siku nyingine. Sasa nao katika hii usiku nini ndio natokezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, safia yufraku kullu amrin hakim. Kila kitu yenye ni muhimu, sijui planning, sijui nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinapitishwa katika usiku huu. Kama mwaka huu Khadija umeandikiwa ziara 40. Inshallah. Ni hizi usiku. Kama umeandikiwa bwana mzuri ama mtoto ama mjukuu ama haji, ndio hizi siku. Umeandikiwa umalize shule, kila siku mnasumbuana na administration ku clear fees. Now this is the time. Unaona unaandikiwa inshallah. Sasa takriban ni inakuwa hivi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaona anatupatia tawfik kama hiyo, anatupatia offer kama hiyo. Ndio ni generally in short Lailatul Qadr. Usiku huu Qur'an ndio imeshuka, na usisahau, unaona usiku wenye Qur'an imeshuka, Mwenyezi Mungu anajaribu kutuonyesha si usiku wa kawaida. Usiku wenye Mwenyezi Mungu aliwashushia guidance yenye inawatoa kutoka dhalala, kutoka upotovu, kutoka dhulma, kutoka giza, kuwapeleka nur na hidayah, kuwapeleka. Hii ni usiku wenye kuna baraka sana. Na hii ndio ni usiku ndio tunataka kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Even though kuna ikhtilaf baina ulama benye Qur'an imeshuka yote kamili katika usiku wa Lailatul Qadr ama hapana. Kwa sababu pia kuna ukisoma Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, Mwenyezi Mungu akiambia mtume asome, kuna aya anafunzwa. Lakini Lailatul Qadr unasikia ni siku nyingine, ile siku ya Ghar Hira ni siku nyingine. So baadhi wanasema labda hiyo in anzalnahu fi Lailatul Qadr ilikuwa kuna anzalnahu na tanzil, kuna tofauti pia katika mufassirin wanaelezea katika Qur'ani. Baadhi wanasema kwamba labda Qur'ani, baadhi vile inaeleweka Qur'ani kama ilishuka lakini ikufika kwa ardhi, ikabaki katika bingu namba fulani hivi. Alafu kama kutakuwa na chochote hivi hasbi hiyo kadhia, mtume anauliza Mwenyezi Mungu, sasa leo kutakuwaje? Mwenyezi Mungu anatuma aya inahusika na hiyo kadhia. Kwa sababu pia unaweza kusoma baadhi aya unahisi kama mtume amehifadhi Qur'ani. La tuajil bihi lisanaka wala nini? La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Usiharakishe ulimi wako ndio ikuwe na nini? Sisi usikuwa na haraka. Yaani ni kama mtume tayari alikuwa amehifadhi hizi Qur'ani ama anaijua kutoka moyoni mwake. Mashaallah. Lakini maulama wako na ikhtilafu ndogo ndogo. Mashaallah. Sana, kwa sababu ukiangalia kukuwa na muonekano kama huo ama kukuwa na aspect ya kwamba Sheikh umeongelea Qur'ani ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, ni kitu ambacho pia kinampa yule mtazamaji ufafanuzi zaidi kuhusiana na nini hasa Lailatul Qadr. Kwa sababu wengine bwana ukiangalia tu kabla tujaenda kwa point nyingine ni kwamba wengine watakwambia usiku wa Lailatul Qadr, wengine hizo enzi bwana tukiwa watoto nadhani zilikuwa enzi za furaha zaidi, kwa sababu ulikuwa unaambiwa basi utaota kitu fulani, wewe ukiota jua utaota mwangaza, ukiota mwangaza jua bwana umeiona Lailatul Qadr. Bwana wengine wanategemea kuiona na macho, anategemea mimi mezalala nikaota labda na kitu fulani bwana nimebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kumbe ukiangalia ni kitu kingine. On that note kabla hata nilikuwa nataka niulize like ile Lailatul Qadr kuna specific signs ama ni ile tu saa zingine Mwenyezi Mungu anakuanga ametuficha hizo signs ndio tuweze kukithirisha ibada zetu in these last 10 days? Like kuna signs zenye unaweza sema unajua nini, this looks like it's the night of Lailatul Qadr,
ama should we just seek them in all the 10 nights? Alafu tujiambie tukikaa tukijua we have the knowledge ya kujua Lailatul Qadr ni night, basi hizo zingine tu tulegeze kidogo ibada. So now tunaona, nakumbuka kuna siku nilikuwa naelekea nyumbani, njiani nikaona nyota hivi na pita. Ilikuwa nyakati za Ramadhani. Sikumbuki. Funniest thing, unajua hakuna siku nishaikuwa na nyota ikienda hivi. Nyota zinapita hivi na wazi ziko curved. Anasema watu wanasema ardhi ni flat, tunataka tuingie nao. No. Alaiha. Sasa ndo nikakumbuka hiyo kadhia ku make a wish. Wazungu wanasema make a wish. Watu wengine wanasema account Lailatul Qadr. Hivyo ndio umeona Lailatul Qadr ni nyota inapita. Sasa ni malaika wanashusha Qur'ani, wanaishusha nini? Sasa chenye kilitokezea ni kwa ukweli Lailatul Qadr sio nyota inapita. Lailatul Qadr ni sasa Mwenyezi Mungu anajua na malaika venye wanafanya system yao. Lakini sisi tumeidiwa kwamba usiku huu maghfira huko hadi asubuhi. Ni salam hadi asubuhi. Kwa sababu bila shaka mtu mwenye anafanya madhambi ni mtu mwenye tunaweza kumconsider adui wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Lakini imagine Mwenyezi Mungu amekupatia truth, unaweza kuja. Ukienda kwa Mwenyezi Mungu saa hizo, unarudi na maghfira, unarudi kama Mwenyezi Mungu amekusamehe. Kama uko na nia like unataka kusamehewa. Sasa lakini Lailatul Qadr ni usiku hii. Lakini watu kwa nini wanafanya hizo zote? Unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa anafanya nini? Mtume alikuwa kuanzia mwezi mtukufu wa Rajab, Shaaban, Ramadhan anafunga hizo siku zote. Yaani miezi 3 anafunga. Alafu kila baadhi ya hadithi tunasema alikuwa anafunga Thursday, baadhi za hadithi, lakini mostly the hadithi zenye ziko stronger ni siku za hizi siku 3. Siku za Ayyamul Bidh ama luminant days. Baadhi wanapenda kuziita white days. It is like Even though interpret no, but see white days. Hiyo ni kwa sababu kuna nuru special. Part of it hiyo nuru ni kutoka mwezi. Kwa sababu mwezi iko full 13, 14, 15 ya Rajab. Unajua hizi miezi hata yenyewe inaitwa miezi. Kwa sababu tunahesabu na haraka ya mwezi, si kama hizo siku zingine. Sasa unaona mwezi ni kamili. Kwa Kiarabu unajua hizo siku 3 mwezi inaitwa Badr kwa sababu ni kubwa, ni kamili. Lakini sasa ile inakuwa hivi ndogo inaitwa Hilal. Ukisikia timu inaitwa Al-Hilal, sio mnajua Waarabu pia kwa timu zao. Unaona visi tuko na Gor nini katika timu kubwa kabisa zinajulikana Waarabu inaitwa Al-Hilal. Alaihal. Sasa tunaona ni usiku mmoja. Mtume lakini kitu alikuwa anafanya yeye siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu Ramadhan alikuwa anafanya itikafu. Anapunguza mazungumzo na watu, anapunguza chakula zaidi, ana spend time zaidi yeye na Mungu wake Subhanahu wa Ta'ala. Ndio unaona baadhi ya wazee wanapenda kuenda siku za mwisho za Ramadhan itikafu. Sasa katika itikafu kitu yenye iko sisi tumeambiwa nini Lailatul Qadr, it's one of the odd nights za 10 za mwisho. So it could be usiku wa 21st. Na bado wanasema 19th. Sasa unaona hiyo ndio kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani inaweza kuwa kidogo siku zisonge zirudi hivi. 29th itakuwa imefua nini sasa baadhi tunaanzia 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th na 29th. Lakini 29th unajua shida nini, tayari utakuwa nikao maliza mwezi mtukufu. Sasa wanaangalia siku 10 za mwisho, the last odd nights za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio tunaona ikitafutwa. Sasa si unatoka ndani ya nyumba unatafuta hivi mwezi. Kwa sababu kama ni hivyo kuna walevi saa hizi wako macho huko nje wanazunguka, wanaweza kuona hiyo nyota. Si ni macho tu hivi. Na tukirekodi kwa kamera hiyo nyota ikipita hivi turekodi hivi. Sasa kila mara tuko na shida tunaitoa tu nyota tunaangalia. Shida limepata Lailatul Qadr, sasa shida imetatulika alhamdulillah. It's not like that. Kwanza ni kitu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili sasa nao, je, kila mtu anaweza kuangukia Lailatul Qadr? Ama hapana? Kwa sababu unaona pia sisi tukifanya hizi usiku kadhaa zenye unakuta watu wanafanya ni offer umepatiwa na Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu bado within that offer amekupatia opportunity ya kufanya ibada siku kadhaa, kwa sababu ikikuwa usiku moja si utatoka tu. Lakini kama ni inabidi utafute one of these nights. Unaona imani siku ya kwanza ukisoma dua na siku ya pili ukisoma dua, is it the same?
In fact wewe kuna hiyo siku ulifanya mistake fulani, kama ni akina mama saa zingine unakuta labda usiku wa Lailatul Qadr, hiyo usiku alikuwa ni katika siku zake, hakuweza kufanya ibada vizuri, lakini uko nao opportunity ya usiku moja ingine ya pili ingine zenye zinaingiana na yeye. Lakini kina mama saa zingine wanakuwa confused ati kama mtu yuko katika siku zake afanye ibada. The question is ibada ni nini? Topic nzuri Sheikh. Tutakuja hapa. Tutafika. No, nasema nauliza tu cause saa zingine unajikuta mtu cause anaona tu utakani kufanya ibada. That is wrong. Maana ibada iko ni pana. Nina mmoja lakini ni vitu vingi ndani. Sasa Sheikh, tukielekea nini, what are the acts Khadija na Sheikh? Ni vitu gani tunafaa kufanya? Amali gani tunafaa kufanya ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadr? Okay, like mwana venye Sheikh alikuwa ametuambia pia akatuelezea venye huu siku ni like it's one of the most powerful, beneficial, blessed nights. Like it's a night yenye the Holy Quran iliteremshwa. In as much as kuna hiyo ikhtilafiana ile kama ni the whole of it ama ni bits, but either way it's ni words za Mwenyezi Mungu ziliteremshwa. So obviously one of the number one acts zenye tunafaa kufanya ni nini? Kukithirisha ile recitation of the Holy Quran. Like ile kuzidisha hiyo kusoma every night, like hiyo like continuously tuifanye kwa even more during that night. Maana pia wenyewe ni mwezi wa Quran. Wa Quran ndio, so of course maybe tutaambia kama kuna specific surahs inatupatia more benefit tukizisoma, ama tu tunasoma to any random surah kwa Quran. That is one of the things, but either way Quran recitation is there, whether ni seek knowledge from it, whether ni recitation bit of it, whether ni kuifunza, either way bara ina involve the Quran aspect in one of them. Na pia kukithirisha pia swala, kuna hizi inaitwa swala zenye si wajibu, but tunaambia tukithirisha ile tuweze kukaribia Mwenyezi Mungu through it. Yeah. Bisa kidogo Sheikh kabla tunapumzika. So vile nadhani one of the best thing that tunaweza kufanya ni hiyo yenye dada yetu Khadija amesema. Na hiyo ni nini? Kusoma Qur'ani. Ndio. Lakini kuna tofauti baina kusoma Qur'ani na kuelewa Qur'ani. Kufaidika na Qur'ani. Katika surat Juma tunasoma ulaika kal a'nam. Kuna baadhi ya watu ni kama nini? Ni kama hao wanyama wenye wanabeba mizigo. Kwa nini? Kwa sababu hao wamebeba elimu, dini, nini, lakini hawa practice. Preaching water and drinking wine. Wewe ni kama wewe unabeba dhahabu lakini huwezi kuitumia. Katika sura Juma ndo tunasoma hivyo, si ndio? Sasa tunakuta kwamba kuna umuhimu sisi usiku kama huu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapanga. Bila shaka Mwenyezi Mungu kama amekupatia uhai hadi siku, amekupatia taufiki. Amekupatia taufiki ya kuomba pia. Unajua kuomba Mwenyezi Mungu si kila mtu yuko na taufiki. Si kila mtu. Shetani kila siku hapa hivi angeweza kuomba msamaha hawezi. Unaona? Lakini sasa wewe uko na hiyo taufiki ni shetani pia hana. Sasa wewe unaweza kufanya nini? Unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini unaweza kumwomba Mwenyezi Mungu aje na elimu kidogo na kuelewa kidogo. Qur'ani imetaji tupatie methali mingi sana za watu wamepitia shida nini. So ini opportunity ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeelewa kwamba nimefanya mistake. Sasa katika Qur'ani umesema unatumia hata ya Qur'ani kuongea na Mwenyezi Mungu katika dua. Kweli. Kwamba Mwenyezi Mungu umesema watu wakifanya hivi wafanye hivi, tufanye hivi. Ukifanya hivi ufanye hivi. Kitu kingine yenye watu wanafanya na wanasahau, kwanza ndugu zetu wa Sunni, sijui kwa nini baadhi yao wanapenda kukataa, ni kufanya tawasul. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si bado tunatumia Qur'ani katika hizi Lailatul Qadr. Qur'ani inasema watu wakikujia ya Rasulullah, mtume Mwenyezi Mungu ajauka, fastaghfirullah, na wakafanya istighfar kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfara lahum rasul pia akafanyia nini? Maghfira. La wajadullah tawwaban rahim. Watapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye atawafanyia tauba na atakuwa na mwenye rahma. Sasa usiku kama huu bado pia unatakana utengeze uhusiano wako na mtume wa Mwenyezi Mungu na kizazi chake. Mashaallah. Kwa sababu kama hii maghfira mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema pitia mtume pia kusomea dua. Sasa lakini utamuomba mtume ya Rasulullah, itakuwaje?
inshallah Sheikh, tukirudi kutoka mapumziko tutaendelea na hii mada, kwa sababu alhamdulillah iko na insight nzuri sana na iko na vitu ambavyo sisi kama Waislamu tunapaswa kufahamu. Sisi kama watazamaji wetu au mtazamaji wetu wa Iftar and Chill, yani aone fahari usema kwamba angalau mimi nimefahamu Lailatul Qadr inahusiana na nini na imebeba nini, ndio kesho anajua what to expect. Maana isikuwe zile ngonjera za kwamba tumeweka katika akili iko hivi, nyota inapita ama nitaota mimi nikilala. Shukrani sana. Kurudi kwako mtazamaji wetu wa Iftar and Chill, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Ali na Hadija umeweza kujua nini hasa Lailatul Qadr na tumeweza kufahamu ni vitu gani kadha kiasi tu. Tukirudi kutoka mapumziko tutaweza kujua nini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wetu wa Iftar and Chill, karibu tena katika session ya pili ama pati ya pili kuhusiana na Lailatul Qadr ambayo tulikuwa tunazidi kuichambua, na Sheikh wetu ameweza kuelezea insight nzuri sana kuhusiana na Lailatul Qadr, tukiwemo na dada yetu Hadija ambaye pia ameelezea kitu ambacho nadhani wengi pia tunapaswa kufahamu, na leo tunaelekea kwao tufahamu mengi na mengi zaidi ambao ameweza kutuandalia. Karibuni tena. Shukran. Saizi tumefika wapi? Lakini kabla tuendelee na hizo points, labda ningerudia hiyo aya yenye nimesoma. Unajua sisi kwa akili yetu An'am na Himar wako karibu sana, wote ni wanyama. Lakini hiyo aya wacha tu nisome kwa ajili ya waumini tufaidike. Mathalul ladhina humilu tawrat kama mathalul ladhina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmi alladhina kadhabu biayati Allah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Tumesema kwamba tunaongelea kusoma Qur'ani peke yake bila kufaidika, not in all senses, because kuna faida mingi sana katika kusoma Qur'ani, kusikia, kusoma, kuandika mingi. Yes. Lakini kama wewe hutaki kufaidika na Qur'ani, kama baadhi ya watu wenye ndo katika Qur'ani nasema au Mayahudi wanafanya vitu tofauti, ni kama tu punda, hata si wanyama. Acha tu nasema Qur'ani nasema himar. Ukisikia mtu anakuita himar usifikie ni habibi. Habibi ni kitu kingine, himar ni kitu kingine. Himar kuzoeana, kutaniana ni kitu kando, lakini unajua ni vizuri ujue. Kuna mtu nilimwona anasema ameandika himari hivi alafu anambia inamaanisha, akasema ameambiwa kwamba hii ni habibi, inamaanisha my loved one. Na ameka tattoo. Sasa alai hal watu wanatendana hii dunia bana. Alai hal. Sasa utakuwa ni kama unabeba mzigo wenye hutafaidika nayo. Nadhani hiyo ni kurudia tu aya kuzilisoma An'am badala ya Himar. An'am iko pia kuna watu wengine, lakini iko tu sawa. Hiyo Sheikh inaleta insight pia upande wa nini wakati tunasoma Qur'an. Hata kama unajua hautaangalia maana yote ya ni maana nikiamini kwamba huu mwezi wa Ramadhan tumekuwa tukifanya pia ile darasa la Qur'an baada ya swala. Alhamdulillah kufika aya fulani unatuelezea hii inamaanisha nini. Hasa angalau mtu anatoka na ile ufahamu wa jambo fulani. Bima ana haimaanishi kwamba waweza kuwa labda umeisoma ndio yote, lakini kuna unasema mimi hebu ngoja leo basi niamue hii aya ya kwanza hii, acha basi nijue inamaanisha nini. Hasa unakuwa umetoka na kitu kimoja. Umeisoma ile Qur'an, lakini pia umeweza kufaidika na ile aya umeweza kuisoma ukajua pia inamaanisha nini. Shukran sana. Nadhani aya pia naweza kurudia tu for the reference. Ni Suratul Nisa verse 64. Wa arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, kuna mtume tumemtuma ila watu wamtii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu bila shaka. Kwa hakuna mtume anajipigia yeye debe, hiyo kwa job ya Mwenyezi Mungu. Wala annahum idhalamu anfusahum, na mtu kama atakuwa amedhulumu nafsi yake, anfusahum ja'uka, wakakujia, fastaghfirullah, na wakaomba istighfar kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfara lahumur rasul, na Mwenyezi Mungu mtume wa Mwenyezi Mungu pia akawafanyia istighfar, la wajadullah tawwaban rahima. Lakini unatakana uende kwa mtume. Unasema unatakana uende kwa mtume ndio yeye pia akufanyia istighfar. So kwa hivyo hiyo ni tawassul. Hiyo ni tawassul. Tawassul. Sasa hii usiku pia tusidanganyane. Qur'ani kama ni usiku wa Qur'ani inasema tumia mtume. Omba Mwenyezi Mungu, Prophet of Allah, pray for me so Allah can forgive me.
Kweli. Kwa sababu unakuta wengine wanakuwa na ile ikhtilafu za hapa na pale, though it's a topic for another day, inshallah. Sasa tulikuwa tunaendelea kuangalia ni amal zipi ambazo tunafaa kufanya ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Na ukivile tumesema vile it's odd days. Maana unakuta kama sisi tunafanya odd nights, 19th, 21st, 23rd. Lakini pia kuna 27 na nini. Sasa ni amal zipi ambazo tunafaa kukithirisha ndani ya usiku kama huu? Katika amal zenye tumetajiwa ni kwanza ghusl imetajwa. Unajua Uislamu, al-Islamu nadhif, dini yetu Uislamu ni usafi, ni safi. Na tukiangalia kila occasion muhimu tunaona Idi nini, mtoto akizaliwa, mtu akiaga nini, kuna ghusl iko. Mtu aikuwa na mke wake, mwanamke akimaliza siku zake, ghusl iko. Baadhi ya siku incident muhimu pia kwa sababu ni muhimu, unaona ghusl iko. Yani kuna dini la kuambia oga. Ndio iko na masharti zake na hiyo. Tumetaja kuhusiana na Qur'ani, tumetaja kuhusiana kufanya tawasul na kumbuka mtume na kizazi chake, kumswalia mtume kwa wingi. Mtume anasema man salla alayya marra lam yabqa min dhunubihi wala dharra. Na kuna hii hadithi imejirudia different forms. Ndugu zetu wa Sunni wametaja, sisi mashehe tuko nayo. Mtu mwenye atanisomea mimi salawat, ati aniswalie mimi, hata baki na madhambi wala kale kadogo kabisa. Lakini hadithi pia mtume anasema la tusallu alayya salat al-batra, musini swali some salawat yenye ni batra, yenye ni fupi, yenye imekatika inashania ka huwa al-abtar, katika inateneka al-kautar. Siwe mtu alikuwa anaambia mtume wewe kizazi chako kimekatika, inashanika huwa al-abtar. Lakini abtar yani kitu yenye imekatika ni nusu, yani ijaendelea kamili. Tumesema msisome swala kamili. Akiuliza swala kamili ni sasa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wewe mwenyewe katika swala ukiswali huwezi usoma bila ali Muhammad. Hata wasuni hakuna tofauti. Sasa kama ni hivyo, kwa nini ya Mungu yenye ni swala unafuata tu dini vizuri, lakini ukitoka tu unaona watu si wataji. So kumswalia mtume na kizazi chake. Kuna baadhi ya dua zimetajwa zenye tumekuwa tukisoma. Kuna dua yenye ni maarufu ya Jawshan al-Kabir, sifa za Mwenyezi Mungu zimetajwa, zimejirudia almost 1000 times. Very wonderful dua. Na hiyo kitu mimi naambia, na this is something we have tried. Mtu kama ni mgonjwa fani zenye zingine atazitibiki, mnamsomea huyu mgonjwa Jawshan al-Kabir. Ni dua ya nguvu sana. Mtume ndio inasemekana alifunza fuzana. Unamsomea mgonjwa. Alafu na mnamsomea maji pia. Alafu hii maji mnampatia mgonjwa. Hiyo dua inasoma mara 3. Sasa mnaweza kusoma mara moja na nini. Alafu maji mgonjwa anapatiwa, anakunywa katika siku 3 na anaoga nayo. Anapata shifa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Majina ya Mwenyezi Mungu ni yes. Naam. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Hizi jina za Mwenyezi Mungu, kupitia hizo jina zake tumuombe. Sasa katika vitu zingine ni kutafuta elimu katika hizi usiku, na watu wanasahau. Unajua hii ni usiku wa ibada. Sasa zingine I think ni muhimu. I wish tungekuwa na different episode, prolong episode kuongelea ibada, maana yake, aina yake, heshima yake nini. But nadhani ni muhimu tutaje ibada, kwa watu kama waelewi ibada like in a small format, ibada nini, unaweza kuwa una miss. Kwa sababu kuna baadhi ya mtu wewe anaona she or he is losing on Laylatul Qadr. I have a doctor friend, a nurse friend, a soldier, someone in the army. Yeye ameambiwa asimame, he is on duty. Sisi kwa hospitali Kenyatta Hospital, sijui fulani hospitali gani, bio left and right usiku mzima, yeye ndio kwa shift. Laylatul Qadr yake imepotea kwa sababu yeye hayuko msikitini. Mwanamke ni mjamzito, hawezi kwenda kama msikitini muda yote. Je, hiyo Laylatul Qadr yake itapotea hivyo? Sasa tunatakana kwanza kuelewa ibada ni wewe kuketi kuzungumza na Mwenyezi Mungu, kutengeza uhusiano wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi na zaidi. Na katika namna za ibada, kwanza kuna hii ibada yenye tunaijua sote, swala, saum, nini. Ni ibada tu ya kawaida yenye kila mtu. Kuna ibada kama saizi ibada ya
kuhudumia watu. Kuhudumia watu ni ibada. Kama saizi uko on duty, una save lives. Ukisave mtu mmoja ni kama umesave watu wote. Hiyo ndio dini yetu ndio inasema. Sasa mtu mwenye ni daktari yuko hospitali, hiyo kazi yenye anafanya katika ile Lailatul Qadr unaweza kuta ni ibada ya nguvu zaidi. Kuna mama anataka kuzaa, yeye anasaidia katika hizo marhala zenye zinamhusu mama abaki salama, mtoto azaliwe vizuri. Wewe uko Lailatul Qadr unasoma dua, unaweza kuta huyu siku ya kiyama utakuta thawabu yake ni kubwa zaidi kushinda yako. Yes, hawa watu wenye wanalinda ardhi yetu, watu wenye wanalinda hii ardhi yetu ya Kenya, nchi yetu yenye tunaipenda, watu hao wenye wako kwa boda, saizi yuko kwa boda usiku wa Lailatul Qadr anapiga hivi akiangalia kama mtu anataka kuingia boda yetu. Huyo uko Lailatul Qadr kwa sababu analinda watu. Unaona usalama wao. Kuna mwingine kwa sababu ya kazi yake ni usiku, dereva usiku. Kutafuta riziki ya halal ni katika ibada. Kuangalia mzazi wako kama kwanza ni mgonjwa ni ibada. Mtoto wako kwanza hizi kuna kama mafua kanazunguka. Mzazi amebaki ndani ya nyumba kuangalia watoto wake ni ibada. So kuna form mingi sana za ibada zenye mtu anaweza kufanya. Ndio tumetaja amali zenye ziko recommended, but hizi pia ni ibada. And at the end of the day you are asked to do what? Ibada. If you can't recite the Holy Quran hiyo siku mzima, huwezi kufanya nini. Lakini kazi unafanya ni muhimu. Saizi baadhi ya watu wenye saizi hata ukienda Maka, ukienda Hajj, ukienda ziara, kuna makameramen. Watu hao hata zingine unakuta salatul jamaa wa swali kwa sababu wako busy kuchukua video, kupiga picha nini. Hao watu pia wako na thawabu zao kwa sababu wanafikishia watu ujumbe muhimu za hao watu. They are the part of chain of motivation and inspiration for the rest. So ibada, it's wider scope. It's something that gets you closer to Allah, right? Yes. Remember, avoiding haram. Kama unaona wewe ukitoka hiyo siku uanze kukaa nyumbani, utawasha TV, uache Netflix, watch movie mbaya, utoke hivi ukutane na rafiki zako ama rafiki zako ambie twende ball nini, wewe kuamua kujifungia ndani ya nyumba, kuzima TV, kufanya nini, kukaa tu, as long as you know una avoid haram, it's ibada. That brings me to another na kupumzika je. Ile tuseme umefika tuseme unaona venye ile Lailatul Qadr ama hizi za kukesha, if you fall on this inaitwa weekdays, unaona the next day unafaa uamke kazi asubuhi na mapema, uko na tight schedule, yani kuna venye tu hii time inaingiana na wakati wako wa kufanya ibada during maybe those odd days naturally umesema. Sema umefikisha mahali paka around saa 5 saa 6 ukashikwa na usingizi, ukasema acha niende ni rest. What about that? Okay, kuna vitu kadhaa tunataka tuelewe. Unaona wewe unatafuta riziki ya halal. Ndio. Uwezi kuamka job tu uende uko na contract. Kila minute is counted for you in the contract. You need to work 48 hours. Ni 48 hours. No, 48 hours per week. Yeah, something. Yes. Kuna wengine inalingana. Let's say 48 hours per week una supposed kufanya kazi. Si ndio? So 48 hours per week umefanya kazi, lakini ukianza kulalala na kupotea, wewe ni kama unaibia mtu hizo masaa zenye amekulipa. Ni kama saizi mimi nikupatie kitambaa mita 10 nishone nguo. Wewe unanishonea nguo ya mita 7. Mita 3 imeenda wapi? Siku zijisikana kwa nimechoka nikaweka kando. Hiyo ni wizi. Sasa unaona wewe ibada yako hapa hivi ni kuvumilia hiyo usingizi, kuvumilia kugawagawa shamba hiyo siku mzima ya ofisi, lakini wewe unaweka juhudi ya kufanya kazi. Si ya kwamba unasema guys mimi naona nikiwacha koti pale juu ya kiti nichomoke. Hiyo ni haramu. Okay. So unajaribu kuweka hiyo balance. Yes. Sasa unaona hiyo kitu inafanya baadhi kitu wanafanya nini? It's recommended, inasemekana Imam Hassan, Imam Hussein wazazi wao wakiwa wadogo, yani Bibi Fatima na Imam Ali walikuwa usiku za kukesha kabla yake kitu wanafanya nini? Wanaambia watoto walale mchana. Wasikule chakula nzito. Usiku wakitaka kulala wanaamshwa. Hassan Hussein kidogo wanaamshwa wasipitwe, wasilale hiyo usiku itaufika. Kwa sababu kila minute ni taufika. Halafu asubuhi baada ya salatu subh, unajua baadhi wanasema si vizuri kulala baada ya asubuhi.
Kuna hadithi nakumbuka nilisoma kitambo, Imam Ali aliuliza Mtume kuhusiana kulala, ama alikuwa amelala baada ya subuhi, Mtume akamuuliza, ama kama sikumbuki vizuri, lakini Mtume akamwambia the result. Mtume akamwambia kulala baada ya subuhi kama umekesha usiku iko sawa. Shida ni mtu kulala asubuhi kama umelala usiku mzima. Kama umelala hiyo iko tu sawa, kwa sababu umekesha na ibada. Na kukesha hizi ni makruh by the way, mnajua. Unless ni ibada ama kutafuta kitu maalum. Hivi kukesha ku bench watching mpaka asubuhi ni makruh. Tuseme sasa Sheikh, ndio hiyo umelala, umeamka mida kama saa 9. Ukaamua mimi acha nifanye ibada. Alafu ukangojea mpaka asubuhi ukaswali. Alafu ukarudi kulala. Does it count? Hii tukesha. Hata kwa Kiswahili sidhani inaitwa kukesha. Kwa hivyo kukesha ni kama ni kukosa kula. Ni kuamka tu mapema. Saa 9 ama saa 8. Ni kuamka tu mapema. Qur'ani inasema nini? Ya ayyuhal muzammil. Qumil layla illa qalila. Hajaamka usiku yote, ameamka kismi ya usiku. Ndio inaitwa qiyamul layl. By the way, kitu moja katika vitu zenye zinatajwa, watu wana confuse between tahajjud, between qiyamul layl, nafilatul layl na salatul layl. Sijui kama tuko na time ya kuzielezea tofauti. Na nadhani itakuwa muda umetupa kisogo, kwa sababu kuna kitu kidogo tunafaa kugusia. Kuna kitu tunafaa kugusia hasa upande wa wanawake. Kabla tuendelee, maana tushagusia ibada na amal kadhaa tumeweza kutaja. Naweza kusema haraka kwa sababu unajua ni Lailatul Qadr kiisha tu itakuwa ni hivi. Kwanza qiyamul layl, unaona aya Qur'ani imesema nini? Qumil layla illa qalila. Wewe kuamka tu usiku, utasoma Qur'ani, utasoma dua, utaswali, inahesabika qiyamul layl. Wewe kuamka usiku. Or the act itself. General act ya kuamka usiku. Si lazima ikuwe ni standard. Yes. Tahajjud pia inaingia ni wewe kuamka nini, kuweka juhudi katika usiku. Sababu pia kuamka usiku zikazi kidogo. Si rahisi. Alafu kuna salatul layl. Salatul layl ni raka 3. Alafu na iko na nafila. So in total zinakuwa 11. So kuna shifa na witr. Shifa ni 2, witr ni 1. Hizi 3 zenye watu wanaswali mwisho. Alafu nafila yake ni 8 rakat zenye unaiswali mara 2. Sasa zingine watu tunaziita zote qiyamul layl nini, lakini unakutana na mtu, unaona mtu anafanya vitu zingine, unashangaa anafanya nini, kumbe anafanya qiyamul layl, aswali salatul layl. Yeye ameamka usiku anasoma dua, unaja. Na hizi 8 si zinafanywa kabla hizo 3? Yes, ndio inakuwa nafila. Sasa ndio uanze na hizi 8. Utatia nia ya nafilatul layl, nafilatul layl. Alafu hizo 3 nyingine utasema nia ni shifa, nyingine witr. That's good. Mashallah. Na tukimalizia Sheikh, kwa sababu naona muda pia umetupa kisogo, ni kwamba kuhusiana na ibada, wanawake ambao haswa wako katika hedhi wanaweza fanya ibada zao vipi ndani haswa, ama wanaweza observe vipi hii Lailatul Qadr? Kitu moja yenye maulama wanasema na unaweza kupata katika vitabu vyao, hauna swala na hauna saumu, lakini it is recommended hiyo muda ukae katika msalla yako. Yani uendelee kublock time yako ya ibada, time yako ya swala kila siku, ndio akili yako isi restart ya kwamba wewe hauswali. Sasa unaona hii ndio hapo ndio akina mama wanasumbuka sana baadaye kurudi kwa line ya swala. Ndio unakuta wanapitwa na swala, na unaona mpaka saa zingine mtu anashangaa. Kuna mmoja alikuwa anasema mimi nashuku, na mwanaume fulani anasema alikuwa anaishi mke wake, alikuwa na wanawake kadhaa na nyumba. Mimi nashangaa bwana, naishi na Uislamu ama siishi na Uislamu, sio ni watu wa kiswali bwana. Ndio kuna siku moja, siku mbili, siku 3, lakini mwezi mzima bwana sielewi bwana. Alaiha. Sasa unakuta kwamba unatakana ublock hiyo time ya swala ikifika, unakaa kwa msala yako, unafanya dhikri. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Unaweza kusoma dhikri. Na kuna baadhi ya dua zenye unaweza kusoma. Uwezi kama sio haram kusoma baadhi ya dua. Kusoma ayat za Qur'ani maulama wajakataza. Wanakataza kugusa Qur'ani katika fiqh ya Jaafari. Kugusa Qur'ani, na ukisoma zaidi ya aya 7 ni makruh. Na ukisema ni makruh si kwamba unapata madhambi. Kama ulikuwa upate dhambi 1000, thawabu 1000 utapata 700. Utapata less thawab. So endelea na ibada, jitahidi kusoma dua. Mwenyezi Mungu inshallah atatakabalia.
Mashallah, mashallah. Huwezi kuingia msikitini lakini. Yaani mwanamke huyo hawezi kuingia. Kuna jambo moja tu ile tumesema tumekosa kuini ile the aspect of sharing, the aspect of giving sadaka during this night as well. Tunataka tu kidogo tu pia tu highlight hiyo. Sadaka ni muhimu sana na hadithi mingi sana zinataja ukikuwa na mitihani, ukikuwa na chochote chenye cha shida unatoa sadaka. Na kupitia sadaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulia milango za kheri na baraka. Na sisi ndo tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku huu aweze kutufungulia hizo milango za kheri na baraka. Kama kuna balaa mwaka huu atuepushie na miaka yote inayokuja inshallah. Shukran sana, na mimi tumeweza kufaidika sana Sheikh. Umetuelezea mengi ambao labda tulikuwa wengine pia hatufahamu. Binafsi nimepata mawili matatu, na mimi pia dadangu Khadija amepata mawili matatu. Alhamdulillah. Shukran sana Sheikh. Tutakutana tena naamini katika episode nyingine ya Iftar and Chill inshallah. Kurudi kwako mtazamaji wetu wa Iftar and Chill, shukran sana kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na dadangu Khadija ameelezea vizuri, na pia tunaye Sheikh Ali ambaye pia ametuelezea zaidi insight kuhusiana na dini inasema nini kuhusiana na Lailatul Qadr. Na hapa ndio natufikisha mwisho wa kipindi chetu cha leo.